watu kutoka Afrika mbalimbali ambayo wanasema rais wa Rwanda si ukuja ututawale hata kama miaka 5 ili tubate maendeleo ili ulifanye huko Rwanda. Kwa hivyo viongozi kama hiyo kama ya Rwanda tunahitaji Afrika wote ili tupate maendeleo, tupate mtu ambaye anajali nchi yake. Nilitembea Rwanda kidogo, nilikaa 3 months. Miezi 3. Ukaona tofauti gani? Nikaenda Kibungo, naona barabara inajengwa. Kuanzia Nyamata hadi hapo nilikuwa. Mbona unajua Rwanda hata kuzidi Wanyarwanda hapo? Nilitembea, nilienda Rwamagana. Nikaona barabara. Lami. Nikasema na kaona Afrika electricity iko umepata. Wapi? Electricity iko barabara. Umuriro. Umuriro. Nikaona ndani Kibungo. Amazi wako nao. Umuriro wako nao, barabara ndio hiyo. Nilishangaa nikasema au viongozi wanaweka pesa kabisa. Hiyo pesa inaonekana, lakini nchi zingine pesa sijui inawekwa kidogo hapa na pale. Hatuoni pesa ikifanya kazi. So tunashukuru. Ili nifanye niamini hiyo nchi. Fanya hiyo investment. Nikafungua hapo account, nikafunua malands na biashara, nikasema pesa yangu nisiamini. Unaona pesa watu wanaogopa niweke wapi? Lakini ukiona mahali kama hiyo watu wenyeji wameamini nchi yao, waka invest wenyewe, na mimi inanipatia moyo niweke pesa yangu. Big up for Rwandan leadership, big up for Wanyarwanda ambao wanafanya nchi iwe vile. Sasa imekuvutia uweke mali yako huko Rwanda. Nadhani na kwa sure pesa yako haitapotea, mali yako itakuwa safe. Ni nchi ya amani, ni nchi ya upendo, ni Kinyarwanda Takunda. Kinyarwanda Takunda. Shuti bakunze b'ikinyarwanda dukunda. Ikinyarwanda dukunda ni channel itemberera ahantu hose, igatemberera mu bantu b'abanyafurika, kuko we are all African. Mumbabarire ko mbivuze mu Cyongereza, twese turi abanyafurika, turi bamwe aho turi hano mu mahanga, Amerika, Burayi, Canada, Aziya hose. N'ubundi baduhamagara abanyafurika, ntago baduhamagara abanyarwanda, ntago baduhamagara abakongomani. Nibyo batukoresha byose abari uruwo muri Afrika, nicyo batubaza aho tujya hose mu tuzi dukora. Kuri uyu munsi natembereye umuvandimwe brother wacu, ariko iyo mvuze umuvandimwe noneho nakarusho umukwe wacu ku bakuru. Ndi hano kugira ngo tuganire. Ikinyarwanda racyumva gakeya, ndabanza musuhuze ubundi turakomeza mu Giswahili. Amakuru yawe? Ni meza. Harya wavuru Msomali? Yego. Oria. Sasa acha tuendelee kwa lugha ya Kiafrika, Kiswahili. Mimi niko nafanya hii kipindi kwa lugha ya Kinyarwanda, lakini leo tutatumia Kiswahili. Na nimetembelea hapa nyumbani na dada wetu, umemuoa. Tuelezee umemkuta wapi? Kenya. Kenya, mmekutania Kenya uko Isili wapi? Hapa Isili. Nini nakuvutia sasa wewe ukamuoa Mnyarwanda? Unaonaje kuoa Mnyarwanda na kuhudumia kivipi? Nilikuwa najua Kiafrika sisi tukuna mila moja, tukuna tamaduni moja. Kwa hivyo sikuwa na shida ya kusema huyu ni nchi fulani, huyu si kutoka kwetu. Nilikuwa najua kwa Afrika tuko salama, tuko madumu na madada. Ndiyo. Alafu nikamwona mrembo fulani akitembea mjini Nairobi. Ndiyo. Akifanya biashara hivi. Na mimi nilikuwa mwana biashara. Tukakutana hapo, tukazungumza. Nikafurahia kwamba nchi ambayo iko Afrika, msichana ambaye ametoka nchi kutoka Afrika nyingine, na sisi wote tuko Africanism, Pan Africa,
Pan-African. Mimi mtu ambayo anaamini Pan-Africa. Pan-Africa, watu wa Afrika tunapaswa kuwa na wamoja. Tumie umoja na upendo moja. Sasa mila zake na mila za Wasomali umeonaje tofauti gani hapo? Mimi niliishi na Waafrika tofauti, niliishi na nchi Ethiopia, niliishi nchi ya Kenya, na sahii nimeoa bibi yangu ni kutoka Rwanda. Kwa hivyo naona hakuna tofauti kubwa. Uweze kosa ka kidogo, lakini watu ni moja. Mpaka nasikia niko nyumbani tu. Ndiyo, karibu kwa Wanyarwanda, na sisi tuko familia moja, unakaribishwa kwetu. Asa unaonaje uko Somali wanatoa mali ni camel maybe? Yes. Sasa kwetu ni ngombe. Sasa wewe ulifanyaje? Na sisi tu mimi pia nimelipishwa na ngombe. Okay, sasa umetumia mila za Kinyarwanda. Uliona ni mzuri sana? Ndio nimeona ni mzuri sana. Na nilikuwa na hakikisha kwamba bibi yangu anafurahia. Ndio. Na nimeheshimu. Ndio. Hiyo ndio kitu kubwa. Ndio ukitaka bibi ajenge nyumba, lazima uhakikishe amefurahia, umemtembelea familia yake, umemtembelea community jamii wake. Ndio. Umalipa vile inatakikaniwa, ulipe dowry. Ndio. Mahali ya mahali. Yes. Ndio. Sasa ulikuwa kijana naye alikuwa msichana mrembo, kijana sijue kama wanasema kijana mrembo au handsome boy. Na wakati nilisikia kuna watu wamefika huko hapa Indiana, nilikuwa nadhania ni mzee kabisa wa miaka 50, lakini ni wakuta familia yenu ni wa mungali kama vijana na mtoto mmoja mrembo sana. Sasa umefanyaje kama kijana na maisha huko Isili Nairobi? Mimi najua Nairobi sana. Lakini umefanyaje na kuepukana na ile mashida za huko sijue kama unaelewa kitu gani nataka kuongea. Mahadarati. Hayo mambo ya huko watu wana vuta bangi, lakini wewe umeokoka. Umeokokaje? Lakini mimi Mungu akanisaidia. Nikaweza unaona mara nyingine inategemea vile unachagua urafiki wako. Urafiki wanaweza kupoteza ama wanaweza kujenga. Ndiyo. Lakini mimi Mungu akanisaidia nikachagua marafiki wazuri, wenye hawana watumiangi muhadarati hizo za kama ni alcohol, kama ni miraa, hiyo uchafu yote, kama kufuta. Mungu akanisaidia nikawa na marafiki wazuri. Na hivyo tu nikajipea shughuli. Mara nyingine lazima ujipea shughuli ili Shetani asipate nafasi ya idleness. Kuna msemo inasema kukaa kama idle, like kukosa kazi, naye inakufanya ujaribu kitu ya kufanya, uanze kufuruta na kukula na kufuna miraa. Ndio. Lakini mimi nikajipea shughuli, sikudharau kazi. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi, lazima ichapwe. Ndio. Hiyo ni vizuri sana. Sasa unaweza ushauri gani unaweza kuwapatia vijana kama wadogo kwako au wakubwa kwako ambao wanabaki mtaa wanafanya mambo ya ujinga? Ushauri gani unaweza kuwapatia? Mara mingi vijana ambayo ninashauri nayo ama hata wasijana ambao nimekutana nao wanapotumia hizo mahadarati, wanakuwa na excuses ya kusema kwamba mimi sina kazi, nifanya nini? Siku yote siwezi kaa kwa yumba, lazima nitembelee marafiki. Kama wanafuta nifute, kama wanafuna miraa nifune, kama ni kukunywa nikunywe. Kwa hivyo ningesema na wengine, hata kama kazi siko ndogo ya kibarua
ya kufanya leo hapa na pale, hata kama ni kuosha nguo, hata kama mimi ningeshauri wafanye kazi chochote, wasidharau kazi. Kama ni clean, kama ni kusafisha mahali duka, kama ni kuuza, kama ni kuweka biashara kwa barabarani kidogo mahali inakubaliwa na municipal, fanya. Usidharau kazi, ujipeke shughuli. Usisubiri mpaka upata pesa mingi uanze biashara. Fanya kidogo kuna kama ni kuuza mandazi, wewe uze hiyo mandazi na samosa. Hiyo itakubea shughuli. Na hiyo ni boda endelea. Itakusaidia ili usiboeke ndio wengine wasikufutie hiyo namna mbaya, hiyo njia mbaya bakupeleke pahala ambapo kazi. Hata kama ni volunteer, kama hatahulibu, enda kazi. Iwe Mkenya, iwe Msomali, iwe Mnyarwanda, Mkongomani au Murundi, kila mtu ambaye anasikiliza hii message kutoka kwa brother wetu Abdi, nadhani hii ni message nzuri, naweza kufanya uwe mchapakazi na ujiendeleze kimaendeleo ya pesa au kimaendeleo ya akili. Sasa kitu gani kinakufaa uko na miaka mingi hapa Amerikani, lakini uko ungali unaongea lugha ya kwetu Kiswahili, hauja changa na Kiingereza? Kitu gani kinakufaa uendelee usisahau Kiswahili? Sasa mimi kitu ninajua, tumekuja Marekani, tumeshukuru, tumepokewa vizuri. Lakini kuna kitu ninajua kwa maisha yangu, ninaposahau kimila ya Afrika ya kwetu, hiyo itaniletea kitu Kisungu inaitwa identity crisis. Na ukikosa kujua mahali umetoka, hutajua mahali utaelekea. Hiyo itakujanganya, utakuwa na maelekezo, na ukikosa maelekeo utakuwa na vision. Una maendeleo, utakuhama. Lakini uko Mnyarwanda pile, uko Mnyarwanda kabisa. Wanyarwanda wanasema utaza hapa na menyi yaja. Ukikosa kwenye umetoka, hautajua kwenye unaenda. Kuna statement moja nasema, sasa hapa American, kuna watu ambao wanachagua kufanya mambo ya ujinga pia. Wanatumia mambo ya siseme mila au nini, lakini drugs. Au wanakuwa walevi, kila siku wanapata DUI. Au watu naweza kawashauria nini? Ndio, nimepata watu wengi hapa Marekani ambao tulikuwa marafiki, lakini wakaanza kunywa pombe. Alafu na hawafati sharia ya nchi. Wanakunywa, wanaendesha gari. Na hiyo kwa Marekani haikubaliwi. Wanapata kitu inaitwa DUI, driving under the influence. Kwa hivyo watu wengi wakipata ya kwanza, wanapitishwa na discipline fulani. Ya pili inakuanga kali sana, inakuanga ngumu sana. Unakosa ili driving privilege, ile ya kuendesha, ruhusa ya kuendesha gari. Hiyo unanyang'anywa muda fulani. Na Marekani ukikosa driving license, maisha inakuwa ngumu. Kazi utakosa, kila kitu itakuwa ngumu. Unaanguka, kama ulikuwa na nyumba unashindwa kulipa, unanyang'anywa na bank. Kwa hivyo watu wengine wamerudishwa Afrika, walianza kufanya hiyo mambo kabla wapokee uraia ya hiyo nchi. Na nakumbuka wengine wamerudishwa, au watakosa uraia tu. Wanakosa, wengine wamekosa uraia. Ndio maana bado hiyo ina connected na hiyo statement ambayo inasema ukikosa kukumbuka ama kujua mahali umetoka,
hutajua maana unaelekea. Ndiyo. Kwa maana wamesahau kitu imeletwa hapo. Kwa nini wamekuja hapo? Shida gani imewaleta? Watu wetu walipata shida ya vita nchi zao, wengine walipata shida ya masomo, walikuja hapo kupata maendeleo, wajiendeleze. Lakini wakasahau ili kitu ili wamekuja ya nini mwanzo. Ndiyo. Wakasahau, wakaburudika, wakaharibu mambo. Na niko nyumba kwako, nyumba nzuri sana, beautiful house, beautiful family, beautiful daughters. Sasa aje unawashauri, na nataka niendelee kushauri watu watoke kwenye wako wafikie kwenye uko, hata uko bado naendelea kuendelea na kuendelesha familia yako. Watu sisi tunaweza kutuambia aje tuendelee kama wewe, tupate haya maendeleo ulimepata. Uko tajiri ndugu yangu. Hapo Marekani inaitwa land of opportunity. Land of opportunity ni nchi ya fursa. Inakupea fursa. Hiyo fursa, kama unataka kufanya kazi siko. Lakini lazima ufate sharia. Na uwe na discipline. Kuna kitu kingine watu wengi kitu iliharibu, wanafuata kitu inaitwa American Dream. Ndio. Wanataka wamekuja leo, wanataka leo wakuwe na gari kubwa, wanaenda kiwango ambayo bado hawakufika, hawakuchenga foundation. Ndio. Ningesema mkikuja muwe na discipline, mtimize sharia, fuata sharia, mpate masomo, mheshimu watu wamembata hapo. Watu ambao wananchi hapo, watu wa bila ubaguzi yoyote, mheshimu, mfuate sharia, muwe humble. Na ukipata pesa uwe na discipline naye. Invest, save and keep, grow slowly, constant. Hivi endelea tu, usitajirike siku moja wala usisimame kutajirika. Statement inasema level and the foundation jenga. Hiyo kabisa ni muhimu sana. Asante sana kwa ushauri yako, lakini tuendelee, turudi nyuma kwenye umeanzia kusema Pan-Africa. Kitu gani kinakufutia sasa upende Pan-Africa? Watu walaisi gani ambao wanakufutia uwe, yani hiyo Pan-Africa wewe umelani wapi? Samahani mimi lugha ya Kiswahili yangu ni mbovu, lakini umejifunzia wapi? Hiyo tangu niwe mdogo. Mimi nimetoka Afrika, aswa Somalia, na sisi wa Somali tunajifunza, tulikuwa watu ambayo tulikuwa pamoja, watu walianza na hiyo Pan-Africa. Ndio. Kwa hivyo mpaka shule tunafundishwa umoja ya Afrika. Tukuna mpaka wimbo ambayo inasifu alikuwa mtu alikobania sana Kongo, alikuwa anaitwa Stephen something Lumumba, Patrice Lumumba. Vile watu wengine wa colony wakamfanyia vile walifanya. Kuna song Somali, yimbo ya Somali ambayo inazungumzia vile alistruggle, vile alijaribu. Kwa hivyo iko kwa ndani yetu ya Pan-Africa, na tunajua hapa ndio nyumbani. Na ni mahali tumesaliwa, ni mahali tumeishi, tumelelewa na huko. Na we love Africa. Na watu wengi hata wanasema the beginning, mwanzo ya binadamu ilianza huko Afrika. Very good. Kwa hivyo Afrika nikiona ni roho ya dunia. Nikiona baraka ambayo Mungu alitupea, na vile tuna manage hizo resources, hizo baraka, mahali 4 season you can farm
4 seasons you can farm. Hakuna dunia nyingine hapa Marekani 4 seasons you cannot farm. 4 seasons you cannot sleep outside. You cannot even have that weather. Kwa hivyo kuna baraka mingi. 4 seasons unafanya kila kitu. Lakini hiyo tunafaa kushukuru. We need to value what we have. Na shida Afrika tunakosa, we value kitu watu wengine wakuna wametuletea. Lakini we have to value kitu tukonayo. Hiyo na nikumbusha Rwanda wana kitu kinaitwa values. Values tunapasha heshimu vitu ambavyo tuko navyo mkononi na tuifanye ilete product to benefit from it. Vile unaniona sasa hii nafaa. Kuna kitu nilipenda Rwanda. Rwanda mara yangu ya kwanza nilitembelea 2024 mwaka jana. Okay, ndio. Alafu ndio nikaona watu wengi wako na local made in Rwanda. It's called made in Rwanda. Made in Rwanda. Na nikaona paka viongozi wanafaa. Hiyo nikapenda sana, ikanifurahisha. Kwa sababu viongozi wetu wa Afrika pole kusema hiyo, lakini wanataka ile kutoka ng'ambo. Wana order kutoka mahali fulani. Sio mbaya kuwa na some, lakini from underwear to the suit kama una order outside, hakuna vile watu watapata moyo. Watu wetu ambao wanajua kuunda vitu kama hizo hawatapata moyo ya kuendelea maendeleo na kuwaza new designs, new ideas. Ni encouragement. Lakini nikapenda Rwanda jinsi walifanya vile wana promote, na ukapenda na mimi kuoa mtoto wa Rwanda. Swali moja nataka nikuulize sasa. Kuoa Mnyarwanda umepata uraia? Bado nilisoma sheria ya Rwanda. Nikasikia ukiwa umeoa Mnyarwanda in 5 years utapata uraia. Na mtoto wenu ako miaka 5 sasa, mbona hauna uraia? Ni nini? Kuna kidogo challenges ambayo tunataka nikutana na viongozi ili nisaidiwe kidogo. Watakusaidia, usijali watakusaidia. Hiyo inatosha. Kiwa unajua Rwanda wamefanya hivi, ukiwa Afrika tu kuingia Rwanda ni free, no visa. Yes. Na tumefanya investment kidogo huko Rwanda. Na sasa tunaenda hiyo mwezi ijayo November 2025. Ndio tuendelea maendeleo ambayo tunaanza huko. Tunataka sasa tuko 40 something, after 50 something tunataka kuretire kabisa. Acha nirudi nyuma kidogo. Nataka umefanya investment in Rwanda. Kitu gani kimekufutia weke mali zako huko Rwanda? Hiyo ni swali mzuri. Mwanzo nilitembelea huko. Nilikuwa na kidogo nimetembelea my in-laws, kujuana na my in-laws. Alafu nikapata nchi ya Rwanda ni nchi ambayo kuna amani, haina ubaguzi. Nikaona security iko tight. Nikaona huduma, wewe ukiwa hata foreigner unapata haki yako. Hakuna mtu anakunyanyasa juu wewe ni foreigner. Bora umepata visa, umeingia, unafuata sheria. Naona kuna heshima, naona wanakaribisha watu. Na nikaona kuna amani, nikaona corruption hakuna. Hiyo ndio Afrika inakuwa shida mingi sana. Asante sana. Mimi sio mzungumzaji au government speaker, lakini ukisema nchi moja baina Afrika na furahia, kwani kuna nchi zinataka kuendelesha umoja, upendo na kusaidiana, na Rwanda iko kati kwa hizo nchi. Sasa kuna kitu au swali unataka kuuliza au mtu mmoja unataka kumsalimia, afu kipindi yetu tuifungie hapa au tuendelee? Mimi naweza kuendelea hata miaka 5. Mimi ninashukuru leo vile tumepatana. Na nimeshukuru wenye Rwanda vile wamejielewa.
Sisi tunataka wa Afrika ambayo wanajielewa, wanajiheshimu, wanaheshimu nchi yao, wanaweka usafi vile wanafanya. Kuna kitu nimejifundisha huko nikiwa huko inaitwa umuganda. Na nilipenda hiyo program. So kwa hivyo na hiyo imefanya gari iwe cleanest in Africa. Ndio inafutia watu wengi na nasema wa Afrika wengine tujaribu Rwanda iwe good example for us. Na tunashukuru Rwanda vile wamekuwa a good example in Pan Africa nzima. Inatokana na viongozi na gisu wamefanya leadership ya. Mimi nafuatilianga Rwanda na siasa kidogo kwa matandao tu. Naonanga watu kutoka Afrika mbalimbali ambayo wanasema rais wa Rwanda si ukuje ututawale hata kama miaka 5 ili tubate maendeleo ili ulifanye huko Rwanda. Kwa hivyo viongozi kama hiyo kama ya Rwanda tunahitaji Afrika wote ili tupate maendeleo, tupate mtu ambaye anajali nchi yake. Nilitembea Rwanda kidogo, nilikaa 3 months, miezi 3. Ukaona tofauti gani? Nikaenda Kibungo, naona barabara inajengwa kuanzia Nyamata hadi hapo. Mbona unajua Rwanda hata kuzidi Wanyarwanda hapo? Nilienda Rwamagana, nikaona barabara lami. Nikasema na kaona electricity iko umepata wapi? Electricity iko barabarani. Umuriro umuriro nikaona ndani Kibungo amazi wako nao, umuriro wako nao, barabara ndio hiyo. Nilishangaa nikasema au viongozi wanaweka pesa kabisa. Hiyo pesa inaonekana, lakini nchi zingine pesa sijui inawekwa kidogo hapa na pale. Hatuoni pesa ikifanya kazi. So tunashukuru. Ili nifanye niamini hiyo nchi. Nifanye hiyo investment. Nikafungua hapo account, nikanunua maland na biashara, nikasema pesa yangu nisiamini. Unaona pesa watu wanaogopa niweke wapi? Lakini ukiona mahali kama hiyo watu wenyeji wameamini nchi yao, waka invest wenyewe, na mimi inanipatia moyo niweke pesa yangu. Big up for Rwandan leadership, big up for Wanyarwanda ambao wanafanya nchi iwe vile. Sasa imekuvutia uweke mali yako huko Rwanda. Nadhani na kwa sure pesa yako haitapotea, mali yako itakuwa safe. Ni nchi ya amani, ni nchi ya upendo, ni nchi na unajua hata kunishinda kwani unaishi na Mnyarwandakazi hapo. Sina mengi ya kusema. Message unaweza kutupa au tufunge mambo yetu tuongee baadaye? Mimi kitu nasema ninashukuru kwako. Ninashukuru vile African Unity ambayo tuko nayo hapo Indiana na hapo United States, na tuendelee hiyo diaspora wetu, tuendelee tuwe connected. Nilisikia msemo ambayo rais wa Rwanda alisema akikuja Washington. Alisema unaweza utoke Rwanda lakini Rwanda isikutoke. You can leave Rwanda but don't let Rwanda leave you. Ushobora kuva mu Rwanda ariko Rwanda ruba rugutemberamo. Utembera hanze sohotse mu Rwanda ariko ukagomeza Rwanda rukagutembera. Kweli unafuatilia. I like that statement. Kitu gani kinakufanya umfuatilie president wa Rwanda? Because for me, I follow a lot of Africans and the story yao kama Nelson Mandela. Kuna some presidents really they do good job. Paul Kagame is one of those. And they are, I just try to understand vile wameweza waendeshe nchi, kitu wametimiza, hekima gani walitumia ili waweze kutimiza hiyo maendeleo. Na mimi nataka kujifunza hiyo
ili ni apply kwa maisha yangu ya familia yangu. Mimi siende kuwa rais, lakini nataka hiyo inakusaidia binafsi, inasaidia biashara yako. Uwe good leader, inakusaidia lead your family good. So I follow them, how they handle. I saw like politics challenges, how they handle, that's the inspiration and learning process. So I learn from them a lot. Behind scene au behind camera nielezea mambo matatu, mambo ambayo ulisema units. Yes, think big and accountability. So hiyo mambo nayo ilikuvutia? Yes, accountability kitu ingine. Unity ni muhimu. Kama una unity you are done. Na think big. Ukijidharau wewe mwenyewe ukisema hiyo siwezi, naye unapakia pale na kufanya uwe stuck. Alafu accountability nayo ni muhimu, na hiyo ndio nilipenda Rwanda. Accountability, like kama una accountability you can do anything. Hata uwezi aminika. Kuweka pesa yako unatumia pesa vibaya, unaipa, unafanya watu unawatishia. Lakini naona kama Ulaya, kama hapa Marekani, Rwanda ninapotembelea nikaona sharia ni strong. Good, very strong. Kila mtu anaheshimu, na raia ni wazuri, ni watu wanaheshimu sharia zao, na wako na heshima kawaida. Hata kwa unapo daily movement ukifanya. So you are right, accountability ni muhimu. Dear brother, asante sana, una ushauri mingi, nadhani tumefanya kipindi kizuri sana tangu nianze hii mambo ya interview. Na kushukuru sana, asante sana Gisu, nafundisha vijana wa sister entire community, na Gisu nasema tuwe wamoja hapa Amerika, tuwe Waafrika, tuwe wamoja, tupendane. Inanivutia sana, yani kila mwezi nataka tuwe tunaongea. Hata sio nyumbani, twende pahali pengine, tukae tuchangie mambo mengine. Asante sana. Mrakose amahoro nawe.